Bwana, mimi nina uhakika 100% mtaalamu Mr. Kawina hawezi kuperform kitandani, kwa sababu hebu jiulize ni kwa nini alikuwa akimchunga sana mke wake na kutomruhusu aweze kutoka nje na kukutana na wanaume wengine. Hii inamaanisha kabisa kwamba huenda Mr. Kawina ana udhaifu kwenye masuala yale ya kitandani. Sasa hii ni mbaya kwa sababu bado anaamini kwamba manyanya ni nyuki wa mashineni, kwamba hawezi kuwa na madhara, hawezi kufanya jambo lolote lile kwa mwanamke, na ndio maana akamwamini na kumpa kazi ya ulinzi. Sasa sio kawaida kwa mwanaume anayeshiba, anayekula na kushiba ashindwe kuwaza mambo kama hayo hapo. So nafikiri kwamba Mr. Kawina alikosea sana. Sasa ukiangalia hapa ni kwamba mambo yanakwenda kuharibika zaidi, kwa sababu kama ni mazoea mke wa Kawina tayari ameanzisha kwa manyanya, na mwishoni kabisa mwa episodi hii hapa sidhani kama manyanya atashindwa kumfikiria mara mbili, japokuwa ataendelea kuonyesha ugumu, lakini ni dhahiri shahiri kabisa ya kwamba bado atakuwa na nafasi ya kulainika moyo wake, kwa sababu ukijaribu kuangalia mitego ambayo anategwa na binti, sio rahisi kwa mwanaume yoyote yule anayekula na kushiba na kulala ashindwe kuingia kwenye mitego hiyo. Manyanya yeye nani aweze kupingana na mitego ambayo anawekewa na binti huyu hapa? Sasa wakumlaumu ni nani hapa, ndugu wapenzi watazamaji, kati ya Manyanya na Kawina? Mimi nafikiri wakumlaumu ni Kawina mwenyewe, kutokana na kwamba alishindwa kumpatia uhuru mke wake. Sasa mke wake anataka kupata uhuru, ama anautafuta uhuru wake kwa nguvu, kwa kutoka na mwanaume ambaye mume wake hataki aweze kukutana na mwanaume yoyote yule. Sasa angalia kitu ambacho alikikosea Mr. Kawina, kuleta mwanaume aliya kwamba hataki mke wake atoke nje, na kitu ambacho kinafanya asitake mke wake atoke nje ni